serikali iliwekeza takribani bilioni 429.1 iliwezesha sasa kuchimba mlango wa kuingia na kutokea meli ili kuwezesha mlango ule kuwa na kina cha mita 13. Ndio. Alafu wakachimba eneo la kugeuzia meli, tunaita turning basin, lakini pia kuimarisha magati. Kwa hiyo upande wa mashariki wa bandari ya Tanga uliingia ndani ya maji mita 50 na upande wa magharibi waliingia ndani ya maji mita 92 ili kuwezesha kufikia kile kina cha mita 13. Kwa hiyo mwanzoni hatukuweza kuhudumia meli kubwa, lakini kwa mradi huu umewezesha sasa meli kubwa kuhudumiwa gatini, kwa sababu kina cha maji kimeongezwa kutoka mita 3 kufikia mita 13. Alafu pia katika maboresho hayo lazima uhakikishe kwamba unaboresha pia vifaa vya kuhudumia meli na kuhudumia mizigo. Kwa hiyo katika package ya mradi huo kulikuwa na component ya ununuaji wa vifaa ili kuwezesha bandari sasa kuhudumia mizigo ya aina mbalimbali na kuhudumia meli za aina mbalimbali. Kwa hiyo sasa, kwa sasa ina maana kabla ya mradi bandari ilikuwa na uwezo wa kuhudumia tani 750,000. Ndio. Lakini baada ya mradi sasa inawezesha bandari kuweza kuhudumia tani mpaka milioni 3 kwa mwaka. Japokuwa milioni 3 hizo zitakuwa zinafikiwa kwa awamu. Kwa mfano kadiri ya mipango kwamba milioni 3 hizo zifikiwe ifikapo mwaka 2030. Lakini tunavyoona tani hizo zinaweza kufikiwa kabla ya mwaka huo, kwa sababu sasa watu wamehamasika kutumia bandari ya Tanga. Hongereni sana TPA. Asante sana. Turejee kwa TRA. Sasa baada ya maboresho haya ambayo yamefanyika, TRA nayo imeathirikaje katika utoaji wa huduma? Asante. Sisi tumeathirika chanya. Maana kutumia neno kwa watu wanachukulia nyingi ni hasi. Kwa hiyo sisi tumeathirika chanya, tumenufaika. Kwa ufupi tumenufaika, na kunufaika huko kwetu kumenufaika katika ukusanyaji wa mapato. Kama nilivyokueleza awali, jukumu letu kuu na la kwanza ni katika kukusanya mapato ya serikali kuu. Kwa hiyo mwaka 2023-24 upanuzi wa huu mkubwa wa bandari ulianza 2019 ukaisha 2024. Kwa hiyo ule mwaka 2023 mwaka fedha 23-24 tulikusanya bilioni 70.55. Mwaka unaofuatia sasa unaona ambao ni 2024-2025 mwaka wa fedha tukakusanya bilioni 108.3. Ndio. Mwaka huu ambao tunazungumza sasa hivi ambao uliisha tarehe 30 Juni juzi hapa wa mwaka 2025-26 tumefanikiwa kukusanya makusanyo ya bilioni 298.78. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, ukiangalia hapo unaona kuna ukuaji mkubwa sana kutoka baada tu maboresho haya upanuzi kukamilika 2024 tukusanya bilioni 70 tukaenda 108 tumeenda 298. Kwa hiyo unaona ni ukuaji mkubwa ndani ya muda mfupi. Na naamini ukijumlisha kwa hizi ila za TRA tu unapata kama bilioni 477. Kwa hiyo ile gharama ya uwekezaji ya bilioni 429.1 kwa makusanyo tu ya TRA imefikiwa na imezidi. Uboreshaji uwekezaji wenye tija kwa sababu kama mwenzangu wa TPA uwekezaji pale umegharimu bilioni 429.1. Lakini baada ya kuanza kumalizika ile uwekezaji huo mkubwa tukikusanya makusanyo tu na TRA ni bilioni 477. Kwa hiyo unaona
yale makusanyo, uwekezaji wake hela yake imesharudi, na kuwa na tena unakuta na ziada ipo. Hongereni sana mamlaka. Nirudi kwa TPA. Leo bandari ya Tanga inaweza kuhudumia mizigo ya aina gani hasa? Asante ndugu mtangazaji. Kama nilivyokuambia, maboresho yalikuwa na lengo ya kuiwezesha bandari ya Tanga kuweza kuhudumia mizigo mingi zaidi kuliko ilivyokuwa kabla ya mradi. Ndio. Kwa sasa bandari ya Tanga inao uwezo wa kuhudumia shehena ya mizigo mbalimbali. Kwa mfano, kabla ya mradi tulikuwa hatukuwahi kuhudumia shehena ya magari. Lakini tunaona baada ya mradi sasa hivi tunaweza kuhudumia shehena ya magari. Ndiyo. Na hata we mwenyewe unaweza kuwa shuhuda kuona magari mbalimbali yakitoka bandarini kuelekea sehemu mbalimbali za nchi hapa Tanzania na hata nje ya nchi. Na mwanzoni pia kabla ya mradi tulikuwa hatukuwahi kuhudumia shehena ya shaba. Lakini kwa sasa tunahudumia shehena ya shaba ambayo inatoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Zambia. Lakini pia tunahudumia kemikali mbalimbali ambazo kabla ya mradi tulikuwa hatujawahi kuhudumia shehena ya kemikali. Kwa mfano, tunahudumia ammonium nitrate. Ammonium nitrate ni kemikali muhimu sana kwa watu wenye migodi. Kwa sababu inatumika kama vilipuzi. Sasa ammonium nitrate inakwenda katika sehemu mbalimbali hapa Tanzania, sehemu zile zenye migodi, lakini pia hata zile nchi jirani kama Zambia na Kongo wanatumia kwa ajili ya kulipulia migodi ile ya shaba. Lakini pia kabla ya mradi hatukuwahi kuhudumia shehena ya sulfa. Lakini baada ya mradi tumeanza kuhudumia shehena ya sulfa ambayo yenyewe inatumika kusafishia shaba inayochimbwa katika hiyo migodi mbalimbali. Kwa hiyo ndio maana unaweza kuona sasa ile shaba ikiwa na sura ile ambayo unaiona kwa ajili ya kuweza kusafirisha. Lakini pia shehena ambazo tulikuwa tunahudumia zilikuwa ni chache. Kwa mfano kama shehena ya makontena, shehena za nondo au vifaa vya ujenzi. Kwa hiyo tulikuwa yani kama kuhudumia ilikuwa kiasi kidogo. Lakini baada ya mradi tunaona kwamba tumeweza kuhudumia shehena mbalimbali ambazo zimetupelekea sasa kuvuka malengo ambayo tuliokuwa tumewekea. Kwa mfano, mwaka 2021-22 tulihudumia tani 890,715. Na mwaka uliofuata wa 22-23 tukaweza kuhudumia tani 886,972. Lakini mwaka uliofuata tena wa 2023-24 tukaongeza kiasi cha mzigo tuliohudumia au shehena tuliohudumia kutoka ile tani 886,086 mpaka 1,191,091. Na mwaka uliofuata wa 24-25 tukaweza kuhudumia tani 1,326,026. Unaona kwamba kiasi cha shehena kinaongezeka. Na mwaka uliopita wa fedha wa 25-26 tumeweza kuhudumia tani 2,265,065. Wakati malengo tuliowekewa na serikali ilikuwa kuhudumia tani 1,600,000. Lakini sisi tukaweza kuhudumia tani 2,165,000. Sasa unaweza kuona kwamba kadiri ya tunavyoendelea shehena inaongezeka, na hii sasa inakuja kuleta changamoto positive, changamoto chanya. Kwa maana kwamba mzigo ukiongezeka ina maana inapelekea sasa sisi kama bandari kuangalia namna ya kuwezesha kuhudumia shehena kadri inavyoongezeka. Na ndio maana tuna miradi mbalimbali ya kuongeza
uwezo wa kuhudumia shehena hizo, kama kuongeza kwa mfano kama mwaka huu wa fedha 26 27 upo mradi wa kujenga gati moja maalum kwa ajili ya shehena ya makasha. Sasa hii maana yake inatujengea pia uwezo wa kuweza kuhudumia zaidi. Lakini pia tumewahamasisha wawekezaji binafsi, na ndio maana unaweza kukuta sasa hivi katika mkoa wa Tanga kuna bandari kavu. Bandari kavu hizi manake zinashirikiana na bandari kuongeza uwezo wa kuhudumia mzigo mkubwa zaidi. Asante. Sawa. Nigeukie kwenu TRA. Mzigo unapoongezeka, TRA sasa hujipangaje kuhakikisha hakuna ucheleweshwaji wowote unaotokea pale bandarini? Asante. Sisi cha kwanza tumejipanga katika mifumo yetu. Tumefanya uboreshaji wa mifumo yetu iwe mifumo rafiki katika utumiaji na iwe rahisi katika utumiaji. Kwa hiyo tuna mifumo ya uondoshaji wa mizigo ambao inaitwa Entansis. Alafu pia kwa wadau wetu ambao tunashirikiana nao, tuna mfumo ambao kwa jina walizoea inaitwa TANESU ambao ni mfumo wa pamoja ambao wa dirisha moja ambao unawawezesha wale wadau wetu wakiwa nje kuweza kumhudumia mteja kwa pamoja. Inaondoa ile hali ya mteja kutoka ofisi moja kwenda nyingine. Kwa hiyo ana access huduma zote akiwa pale ofisini kwake. Ndio. Kwa hiyo tumeboresha hivyo. Alafu pili, tunashukuru serikali imeongeza wafanyakazi kwa ajili ya wafanyakazi wapya wa mamlaka ya mapato. Yote ni katika kuboresha na kumrahisishia mteja wetu au mlipa kodi kuweza kupata huduma kwa haraka na wepesi. Lakini pia ushirikiano na wadau. Mizigo ambayo tunahudumia hata sisi watu wa forodha, upande wa forodha, ndio ina wadau ambao ni taasisi zingine za serikali ambazo zinasimamia bidhaa hizo. Mfano taasisi ya ubora, mkemia mkuu wa serikali, watu wa mionzi. Kwa hiyo yote kwa hakika katika zile bidhaa zinazoingia na zinazotoka zinakizi vigezo na matakwa ya sheria na miongozo ya serikali ili watumiaji wapate kitu kilicho salama. Sasa kutokana na ule mashirikiano yetu sisi na wao kuwa karibu na mazuri, kwa hiyo si mwingine ni Peter Milanzi, wako hapa kutujuza mengi kabisa yanayohusiana na bandari pale. Ukumbuke kama ulivyosikia, mambo ni mengi ambayo yanafanyika na yanaendelea kufanyika. Sawa, nirejee TPA. Tunaona kwamba kuna bandari za Dar es Salaam pamoja na Mtwara, lakini hapa tupo Tanga. Ni zipi faida zinazomfanya mfanyabiashara achague bandari ya Tanga badala ya bandari nyingine zilizoko hapa nchini? Asante sana ndugu mtangazaji. Bandari hizi ziko pamoja na kwamba ziko chini ya taasisi moja ya mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania na chini ya Wizara ya Uchukuzi, lakini pia na sisi tuna ushindani wa ndani kwa ndani, lakini pia tunasaidiana kwa sababu wote sisi ni ndugu moja, lakini kila mmoja lazima avutie kwake. Kwake. Kwa hiyo sisi tunasema bandari ya Tanga kwanza tumeboresha uhudumiaji wa meli. Zamani kabla ya maboresho meli ilikuwa inahudumiwa karibu mpaka siku 8. Lakini sasa hivi tunahudumia kwa muda mfupi, siku 3 mpaka 5 kwa wastani. Lakini pia anaweza kuchukua. Kwa hiyo kinachotakiwa sasa, mteja akipata zile nyaraka zinazohusika katika uondoshaji wa mzigo, ina maana anatakiwa
aanze mchakato huo mapema, ili mzigo ukitua tu au kishushwa tu katika bandari yetu ya Tanga aweze kuuchukua. Lakini pia sisi na wafanyabiashara manake tunasema lazima tuwe flexible. Kwa hiyo kwa mfano kama mzigo mteja tuna uhakika ana shehena kubwa ambayo ataipitisha katika bandari yetu, tunazo taratibu za punguzo. Tunaweza kumsikiliza yeye kwamba mpango wake ni kuleta shehena kiasi hiki. Kwa hiyo na sisi kulingana na sera zetu, basi mteja kama huyu tunawiwa kumpunguzia gharama fulani ambazo zitakuwa ni nafuu zaidi kwetu kuliko kwenda labda akienda bandari zingine kwamba huduma hizo hawezi kupata. Lakini pia sisi kiujumla hatuna ucheleweshaji. Hatuna ucheleweshaji wa mizigo, na hata wateja wenyewe wamekili wameshuhudia hilo. Na kama unavyojua bandari yetu haina msongamano wowote ule. Kwa hiyo mzigo mteja anauchukua kwa haraka sana. Kwa hiyo si tunasema kwamba wateja waje bandari ya Tanga, na sisi tuko tayari kuwahudumia kutokana na ufanisi wetu wa utendaji kazi na tija ambayo inaongezeka, ambayo tunayo katika kuhudumia kwanza meli lakini kuhudumia mzigo na wateja. Sawa. Afisa mkuu wa msimamizi wa forodha Innocent Chua, hebu tuambie kwa upande wa TRA ni faida zipi mfanyabiashara anazipata za moja kwa moja kutumia bandari ya Tanga? Asante. Faida ya kwanza, anapata mzigo wake kwa wakati na mapema, kwa sababu hakuna msongamano mkubwa, msongamano ni mdogo. Kwa hiyo hivyo anapata kwa wakati. Lakini pili, sisi wenyewe tunajitahidi sana kufanya kazi yani zaidi anavyotarajia mteja, ili aweze kupata huduma nzuri na mapema, aweze kuondosha mzigo wake mapema. Na katika hili utaona hata faida yake ni hata ruti hizi za mabasi. Mabasi sasa hivi yanakuja mpaka usiku. Kwa hiyo kuna wateja ambao wanapanda mabasi yale yakitokea Dar es Salaam mida ya usiku, ili wakifika hapa afike asubuhi afu then jioni waweze kugeuza. Kwa hiyo tumejitahidi katika utoaji wa huduma hizo, tunakuta tuna meet, yani tunafikia yale matarajio au matamanio yale wale wateja wetu wanavyokuja huko, wanapanga sasa, ngoja niende Tanga usikuni, kifika pale asubuhi nipate huduma afu then jioni niweze kugeuza. Kwa hiyo wengi tunakuta tunahudumia hivyo, na tunajuaje baada ya kuwahudumia ndio wanakwambia nashukuru Mungu bwana, unajua mimi nilikuja asubuhi hapa nikapanga nifanye huduma zangu haraka, shughuli zangu haraka jioni niweze kwa hiyo anakuwa in charge, na kushukuru sana bwana, nimekamilisha, sasa naenda kutafuta gari nirudi. Kwa sasa ile ni yani ni mrejesho mzuri, mrejesho chana. Kwa hiyo tunafurahi. Kwa hiyo ndio hivyo tunajua kumbe huduma zetu zinaenda vizuri kiasi kwamba zinafikia kwenye yale malengo ya wale wateja wetu wanavyokuja huku Tanga. Kwa hiyo hivyo. Lakini pili, tunafanya kazi masaa 24 ambayo inajulikana kama kawaida, na pia tunatoa elimu. Tunahitaji sana kutoa elimu kwa wateja, na pia tuna programu ile ya kuweza kwenda kuwatembelea wadau wetu. Wadau wetu tunaenda tunawatembelea katika ofisi zao, tunaona nao, alafu tunafanya nao mazungumzo, kwanza kuwashukuru kwa kutumia bandari ya Tanga. Pili, tunasikiliza changamoto zao na maoni yao kwenda kuboresha. Kwa hiyo vile vitu ambazo ndio vinafanya wanapata faida nzuri ya kutumia bandari ya Tanga, kwamba yule anayetuhudumia kumbe pia anatenga muda kutufuata sisi ofisini, kutusikiliza changamoto gani tunapitia, ama kupata maoni kutoka kwao, nini sisi tuweze tukafanya ndio tukaboreshe kama huduma nzuri zaidi.
Kwa kile ni faraja kutosha kwao. Kwa hiyo sawa, tubaki hapo. Hebu tuelekee kwenye makusanyo kidogo ya kodi sasa. Bandari ya Tanga ina mchango gani katika ukusanyaji wa mapato ya serikali? Sana. Kwanza faida ya bandari ya Tanga. Kwanza umeona mabasi sasa hivi. Ruti za mabasi kuwa mengi. Yaani kuwa ruti mpaka usiku. Maana yake ni nini? Kuna watu wanakuja na kutoka. Unaona? Sasa na wanakuja hasa Tanga mjini. Ndiyo. Tanga mjini hakuna sehemu labda kama kuna kilimo. Tuseme labda kuna fuata mazao nini. Sasa unaangalia biashara gani inayovutia. Ukitafakari sana ukakuta ni bandari. Kwa hiyo kwa mapato ya serikali kwanza ile wale watu kuja tu wanapokuja sasa wanatumia huduma za hapa sasa. Ndiyo. Kwa hiyo mwenye basi anapata mapato. Ile basi linatumia mafuta. Ndiyo. Yale mafuta anaponunua serikali inapata mapato kupitia yale mafuta. Wanakuja hapa wale wageni. Wakija katika huku wanatumia huduma zetu. Ndiyo. Kuna malazi, kuna chakula, kuna huduma za vinywaji. Kwa hiyo hile sasa inapelekea makusanyo kupanda. Kwa hiyo hapo nazungumzia sasa tunaanzia chini kule kwenye msisi kule tunapanda. Kwa hiyo unakuta pia makusanyo ya upande wa kodi za ndani nayo inaongezeka. Kwa hiyo sisi kwa upande wa forodha kwetu ambapo kama nilivyokueleza awali makusanyo yametoka bilioni 70.5 kwa mwaka wa fedha ule ilipoanza kukamilika kwa mradi wa maboresho ya bandari ya Tanga. Mwaka uliofuatia 2024-2025 tukakusanya bilioni 108. Halafu mwaka uliofuata mwaka wa fedha ulioisha huu ni bilioni 298. Hiyo ni kwa upande wa forodha. Sasa kwa upande wa kimkoa kwa ujumla wake kwa mwaka wa fedha ulioisha makusanyo yaliyopatikana kwa upande wa forodha na kodi za ndani, ndio lengo lilikuwa bilioni 425.7. Tukakusanya bilioni 535, ambayo ni ufanisi wa 126%. Umeona hapo kwamba ile bandari ya Tanga sio inanufaisha tu forodha kama wakusanyaji wa forodha, pia hata kodi za ndani wanapata kutokana na wale wateja wetu tunakuja kuwahudumia, wanatumia bidhaa zetu. Sawa sawa. Asante sana afisa mkuu msimamizi wa forodha Innocent Hichua. Turudi kwa TPA. Je, mnaona uhusiano gani kati ya ukuaji wa bandari na ongezeko la mapato ya serikali kwa sasa? Sisi tunasema kwamba mzigo tunao, kwanza meli tunazozihudumia ndio na shehena ya mizigo tunayohudumia reflection yake ipo kwenye mapato, kama ulivyomsikia mwakilishi wa TRA katika mkoa wa Tanga ndugu Innocent Chua alivyokuelezea takwimu za mapato ambazo zinazotokana na shughuli za kibandari. Sasa unapohudumia meli nyingi zaidi ndivyo unavyopata mapato zaidi. Unapohudumia shehena kubwa ya mzigo ndivyo unavyopata mapato zaidi. Kwa mfano kama nilivyosema kwamba maboresho yaliyofanywa na serikali katika bandari ya Tanga yameiwezesha bandari ya Tanga kuhudumia meli nyingi. Kwa mfano naweza kutoa mfano kwamba kwa mwaka 2021-22 tulihudumia meli 198. Ndio. Mwaka 2022-23 mwaka 2023-24 tukahudumia meli 307. Mwaka 2024-25 tukahudumia meli 458. Mwaka uliopita wa fedha 2025-26
tukahudumia meli 616 na takwimu za shehena nilishasema pale awali. Kwa hiyo sisi tunasema kwamba kwanza ule mradi uliofanywa na serikali umeleta faida kubwa. Kwa miaka miwili tu umeweza kurudisha gharama lakini na change kubaki. Ndiyo. Katika mwaka 2023-24 na 24-25 gharama za mradi za bilioni 429.1 ziliweza kurudi na change kubaki kama bilioni 56 na point. Kwa hiyo kadiri ya shughuli za bandari zinavyoongezeka ndivyo pia mapato yanaongezeka. Na ndugu mtangazaji, ukumbuke au ujue kwamba katika bandari ya Tanga pia zipo taasisi zingine za serikali zinazofanya kazi na taasisi binafsi au makampuni binafsi. Kwa hiyo haya yote hayo ukijumulisha pesa zinazopatikana kwa shughuli za kibandari ni pesa nyingi sana. Hapa tunatolea mfano wa taasisi mbili tu. Lakini kuna taasisi zingine kama uhamiaji, afya bandari, EWURA, TBS, awa TFS, mawakala wa misitu. Hao wote wanakusanya mapato yao kupitia shughuli za kibandari. Kwa mfano, mtu anaposafirisha mazao ya misitu hawezi kusafirisha bila kupata kibali cha TFS. Na lazima atoe kuna tozo analipa ili aweze kusafirisha. Au kwa mfano mtu aweze kuingiza kemikali nchini bila taasisi ya mkemia mkuu kukagua na kuthibitisha kwamba kemikali hizi zina ubora unaotakiwa kuingia nchini. Kwa hiyo taasisi ya mkemia mkuu na yenyewe pia inapata mapato kupitia shughuli za kibandari. Lakini si hao tu, TBS mteja anapoingiza mzigo wake lazima TBS wathibitishe kwamba mzigo husika una viwango vinavyotakiwa vya kuingia hapa nchini. Kwa hiyo na wenyewe pia wanapata tozo kutokana na shughuli za kibandari. Kwa hiyo mzigo unavyoongezeka, hizi taasisi zote hizi zinaongeza mapato yake, lakini mwisho wa siku mapato haya yanaingia kwenye mfuko mkuu wa serikali. Kwa hiyo kwa maana kwamba shughuli za kibandari zinavyoongezeka ndivyo serikali inavyopata mapato zaidi. Na mwanzoni kabisa nilisema serikali iliwekeza katika bandari ya Tanga ili bandari ya Tanga iwe chanzo kikuu cha mapato ya serikali, kwa sababu serikali ina shughuli mbalimbali katika kuleta maendeleo nchini, katika sekta ya afya, sekta ya elimu, sekta ya jamii na miundombinu. Hizi sekta zote hizi zinahitaji pesa kutoka serikali. Na sisi kama sehemu ya taasisi zinazochangia kuhakikisha kwamba serikali inapata mapato ili kufikia malengo yake ya kuhudumia wananchi inafikiwa. Sawa sawa, shukrani sana msikilizaji. Hiyo sauti iliyotoka kuisikia hapo ni ya Peter Milanzi. Yeye huyu ni afisa mkuu uhusiano wa bandari Tanga TPA. Lakini tukiwa tunabaki hapo kwako, wito wako kwa wafanyabiashara ambao bado hawajaanza kutumia bandari ya Tanga ni upi hasa? Asante ndugu mtangazaji. Ningependa kuhamasisha watumiaji au watu mbalimbali waweze kutumia bandari yetu ya Tanga, kwa sababu sisi kama nilivyosema, muda wa kuhudumia mzigo ni mfupi sana. Muda wa kuhudumia meli ni mfupi sana, na bandari yetu haina msongamano wowote ule. Na wakati mwingine meli inapokuja, yani inakuja moja kwa moja kufunga katika bandari ya Tanga. Kwa hiyo na hata barabara hazina msongamano kama bandari zingine kuelekea bandari zingine. Na ndio maana kwa mfano sasa hivi nchi zote zinazotuzunguka wanatumia bandari ya Tanga. Pamoja na Kenya wana bandari, lakini sisi tumekuwa tunahudumia mzigo wa Kenya.
Lakini pia tunahudumia mzigo wa Zimbabwe. Unajua Zimbabwe sio jirani. Ili ufike Zimbabwe lazima upite Zambia kabisa. Kwa hiyo si tunasema kwanza wafanyakazi wetu wameitikia wito wa ile hali ya huduma, kumhudumia mteja kwa muda mfupi. Maanake unaweza kwenda ofisi zingine mtoa huduma hayupo kazini, lakini sisi wakati wote bandari inafanya kazi kama alivyosema mwenzangu wa TRA kwamba bandari inafanya kazi masaa 24 siku 7 za wiki. Kwa hiyo hata ukitaka kutoa mzigo wako au kuchukua mzigo wako saa 7 usiku, sisi tupo kukuhudumia wewe. Kwa hiyo sisi tunasema kwamba bandari ya Tanga sasa iko tayari kuhudumia wateja au watu mbalimbali wanaotaka kutumia bandari yetu. Kwa hiyo tungetaka kutoa wito kwao kwamba wasihangaike na bandari zingine ambazo zina misongamano. Sisi tuko tayari, bandari yetu haina msongamano, tuko tayari kuwahudumia. Waje kwetu, tutahudumia kwa muda mfupi na kwa ufanisi mkubwa. Sawa sawa. Shukrani sana. Nitarejea kwako muda si mrefu. Twende kwa upande wa TRA. Na wewe ujumbe wako ni upi sasa kwa waagizaji na wasafirishaji wa mizigo? Tunakaribisha kutumia bandari ya Tanga. Kwa wale wanaotumia na kuendelea kutumia, kwanza tunawashukuru na tunaomba endelee kutumia bandari ya Tanga. Na kwa wengine tunawakaribisha sana. Bandari ya Tanga msongamano wake, hakuna msongamano na hata kitokea ni mdogo sana. Kwa hiyo huduma kupata unachukua muda mchache kuweza kupata huduma. Lakini pili, baada ya kutoa mzigo bandarini kwenda sehemu unapohusika hakuna foleni. Kwa hiyo mtu anatumia muda mchache kufika sehemu husika anapoenda kufikisha mzigo. Na pia hii bandari ukiangalia ilipokaa, ilimekaa katika eneo la kimkakati. Kwa maana ya kanda ya kaskazini ni rahisi kwa wao wakitumia bandari ya Tanga kufikisha mizigo yao sehemu husika au katika masoko. Lakini pia hata kanda ya katikati Kwa hiyo tunawaomba tunakaribisha aje kutumia bandari ya Tanga. Huduma yetu ni nzuri kama mwenzetu alivyosema, lakini pia si kwa wafanyabiashara wakubwa. Tunajua ukiwaambia watu matumizi ya bandari wanajua ni wafanyabiashara wakubwa tu. Kwa hiyo hata wafanyabiashara wadogo tunakaribisha, kwa ambao wale wanasafirisha vitu kwenda visiwani tunakaribisha waweze kutumia bandari ya Tanga. Yes. Asante sana. Msikilizaji wa 94.5, nitakuja kutoa ngoja nisome jumbe mbili. Kiukweli serikali imewekeza na tunaona matunda. Mimi binafsi yanayoongelewa sawa, mengine nilikuwa siyajui, lakini kama kusikia husikii, kuona huoni. Anasema yeye ni moja ya watu ambao wanaona kwamba msururu wa magari makubwa hivi sasa yakiwa yanaingia Tanga tofauti na hapo awali. Lakini huyo anasema anaitwa Ramadhani Kisailo kutoka pande za Muheza. Anasema mmejipangaje kuwa na bandari kavu, hususan pale ambapo mtakuwa mnaelemewa na mizigo kwa ajili ya magari ya watu kufika huko, ama hawa wafanyabiashara kuweza kuchukua hilo bandari kavu. Lakini huyu anasema TRA mmejiboreshaje juu ya huduma ambazo mnazozitoa za kiforodha ili kusiwe na usumbufu, hususan katika mambo ya kimtandao? Anasema hivyo. Amesema huyu hapa ni binti Hussein kutoka pande za Lushoto. Lakini huyu mwingine hapa anasema asanteni kwa elimu mliotupatia. Tunaomba kaka Khatibu siku moja kama
kama unavyofanya kwa taasisi nyingine, muende kwa bandari pia. Asante. Tutafika bandari kwenda kuongea nao kwa marefu na mapana. Anasema kiukweli yanayoongelewa hivi sasa yanadhihirika. Mji wa Tanga ukiangalia wageni ni wengi zaidi kuliko vipindi vya nyuma, na hii inaonekana kabisa kweli ni lango la uchumi kutokana na namna ambavyo wameweza kuwekeza katika sehemu mbalimbali. Anasema naona hata uwanja wa ndege mambo yanaendelea, lakini bomba la mafuta pamoja na bandari. Anasema hongereni sana, mnachokiongea ndio Tanzania ya matunda tunayo ihitaji. Yeye ameandika hivyo. Anasema anaitwa Harun Mwinyi Haji kutoka pande za Korogwe. Anasema kiukweli bandari ya Tanga hivi sasa imekuwa ni mfano na tunatarajia maendeleo makubwa kutokana na yale ambayo tumekuwa tukiyashuhudia kwa macho ya nyama na si tena hadithi za kuambiwa. Tulikuwa tunasikia bandari ya Dar es Salaam, lakini anasema hata kuna mjomba wangu anasema hivi sasa anatumia bandari ya Tanga katoka Dar es Salaam kwa sababu ya usumbufu mkubwa uliopo huko. Yeye amesema hivyo. Lakini huyu hapa anasema bandari ya Tanga inamsaidiaje mjasiriamali mdogo ili aweze kunufaika? Bandari ya Tanga hakuandika jina. Lakini huyu mwingine hapa anasema nataka kujua Wanatanga wananufaikaje na bandari ya Tanga tofauti na zamani, kwa sababu hivi sasa tunaona vijana wengi wapo mtaani tu na hawana kazi. Je, hili wanalijua? Yeye ameweza kuandika hivyo. Lakini ngoja niangalie hii simu nyingine huku. Huyu anasema asante sana, anaitwa Baba Ikram kutoka pande za Makorora. Anasema hakika mnayoyasema hivi sasa si wapingi kabisa. Hii si siasa, lakini ni mambo yalivyobadilika, kwa sababu tunaona hata kupanda kwa bei za nyumba inatokana na uwepo wa bandari na miradi mingine ya serikali kuwekeza huku. Ndivyo ambavyo ameandika. Lakini huyu mwingine hapa anasema ni Ismail Chawao. Anasema nataka kujua tu kwamba je, bandari ya Tanga inaajiri watu kutoka maeneo mengine ama wananchi pia wanaweza kuajirika, na kama wanaweza kuajirika lazima wawe na taaluma zipi? Yeye amemaliza hivyo. Lakini Ali Kusaga kutoka Majani Mapana anasema asanteni sana, lakini nataka nijue sisi Wanatanga tunanufaikaje moja kwa moja, hususan katika familia ambazo hazina wasomi wa kusema kwamba tutapeleka vyeti na makaratasi kwa ajili ya kuajiriwa. Muda unanitupa mkono kwelikweli msikilizaji, lakini kwa wakati huu hapa tuwape fursa wageni wetu ili tuweze kupata majibu ya maswali mlio ya uliza. Tunaanzia kwako. Sawa, karibu. Asante. Nashukuru. Naomba nianze kujibu la msikilizaji wetu na mdau wetu ambaye yuko Muheza kuhusu bandari kavu. Kwa sasa bandari ya Tanga ina bandari kavu 7. Kuna Chikasa, kuna NHK, Ndia. Kuna First Cargo, kuna Bruma ya Kange, kuna Bruma hapo iko Gofu, kuna Fab na kuna Adroit. Hizo ni bandari kavu 7. Na kuna moja ghala la kuhifadhia mizigo ya forodha inaitwa kwa Kiingereza wanasema custom bonded warehouse. Yes. Kwa hiyo swala la bandari kavu lipo na watu wanaekeza. Sasa katika uwekezaji wa bandari kavu Wanatanga nufaika. Cha kwanza, wale wajenzi wa kujenga vibarua, naamini kuna wengine watakuwa wameajiriwa
kutokea hapa Tanga. Ingawa hao ni wawekezaji binafsi wanakuja, unakuta wanawapa tenda makampuni au kampuni za ujenzi, lakini vibarua vidogo wadogo wananufaika. Kwa bandari kavu hiyo ipo. La lingine kutoka Lushoto kuhusu mtandao wanaforodha, tumejipangaje kuhusu masuala ya mtandao. Ndio. Kama nilivyokueleza, tumeboresha mtandao wetu wa TANSIS na hayo maboresho yanaendelea. Kwa hiyo mpaka sasa ule mtandao manufaa makubwa, na ndio maana imepelekea makusanyo kuongezeka, lakini uwezeshwaji wa kufanyika kwa biashara kwa urahisi kwa mkubwa. Kwa hiyo niseme kwamba kweli tumeboresha, lakini bado tunaendelea kuboresha mpaka hapo tutapokidhi zile haja za wadau wetu ambao ni walipa kodi na watumiaji wa mitandao yetu. Na lingine kuhusu pongezi, tunashukuru kwa pongezi tulizopata kwamba kweli bandari ya Tanga imeleta matokeo chanya na shughuli zimeongezeka na watu kipato wanapata. Kwa hiyo katika hilo, ndugu mtangazaji, na shukuru sana na tunaomba wao waendelee kutumia tu bandari ya Tanga. Sawa sawa. Karibu sana. Kwa upande wako? Kwa upande wangu, kwanza ningependa kusema asante kwa msikilizaji au kwa wasikilizaji wetu ambao wanaendelea kutupongeza, kwa sababu mambo yanayofanyika katika bandari ya Tanga ni makubwa, mazuri. Kwa hiyo hata wasikilizaji na wananchi kiujumla wanashuhudia kile kinachofanyika. Lakini pia ningependa kutoa ufafanuzi, japo maeneo mengine mwenzangu ameshayatolea, lakini kwamba bandari ya Tanga inamsaidiaje mfanyabiashara mdogo. Hapa tunaona kwamba watu mbalimbali wanaokuja katika bandari ya Tanga wanahitaji pia kupata huduma za malazi, za chakula, lakini pia katika mkoa wa Tanga kuna chama cha madereva ambacho bandari ya Tanga iliwasaidia kukizindua na kuwatafutia hata ofisi ili waweze kujiratibu kwa pamoja. Na kwa taarifa yako tu, ndugu mtangazaji, ni kwamba sasa hivi madereva wengi kutoka mkoa wa Tanga wanatumika katika kusafirisha magari yale kwenda nje ya nchi ambayo yanashushwa au yanahudumiwa katika bandari ya Tanga. Kwa hiyo kwa maana nyingine kwamba hata wale akina mamalishe kwa sababu kuna watu mbalimbali wanaokuja katika mkoa wa Tanga kwa ajili ya kupata huduma katika bandari ya Tanga. Ndiyo. Kwa hiyo hawa wanahitaji kula, wanahitaji kulala, na wakati mwingine wanahitaji matunda, wanahitaji yani vitu mbalimbali. Kwa hiyo sisi tunaona kwamba kupo kunufaika ambako mfanyabiashara mdogo ambaye yupo Tanga ananufaika. Lakini sio hiyo tu. Kabla ya mradi, wale wafanyakazi wa kutwa kwa mwezi ilikuwa ni 6,000. Yani matumizi ya wafanyakazi wa kutwa kwa mwezi ilikuwa 6,000. Lakini baada ya mradi, wafanyakazi wa kutwa imefikia idadi ya mpaka 17,000 kwa mwezi. Na ukiangalia 80% ya vijana ni wakazi wa mkoa wa Tanga. Lakini pia makampuni yanayofanya kazi katika bandari ya Tanga, kwa mfano yale ya uwakala wa forodha, kabla ya mradi makampuni yaliokuwa yanafanya kazi katika bandari ya Tanga ilikuwa 27 tu. Ndio. Lakini hapa tunavyoongea mpaka jana, makampuni yaliyojisajili kufanya kazi katika bandari ya Tanga yamefikia 508.
na hawa wanapofanya shughuli zao wanawashirikisha wakazi wa Tanga kwa sababu wengine wanatokea sehemu nje ya Tanga. Kwa hiyo lazima washirikishe, na wengi wamefungua ofisi na wengi wanaendelea kufungua ofisi. Kwa hiyo tunaona kwamba moja kwa moja vijana au wananchi wa mkoa wa Tanga wananufaika na hata waajiriwa wa bandari ya Tanga kwa maana ya TPA wapo wenyeji wa Tanga. Hata ukienda kwenye taasisi zingine hata ya mwenzangu TRA anaweza kusema kabisa kwamba wapo wafanyakazi wa TRA ambao ni wazaliwa wa mkoa wa Tanga. Kwa hiyo sisi tunaona kwamba uwepo wa bandari ya Tanga unaisaidia au wananchi wa mkoa wa Tanga wananufaika. Lakini pia tukumbuke kwamba bandari ya Tanga ni taasisi ya serikali. Kwa hiyo wafanyakazi wengine wanaweza kutoka sehemu nyingine kwa sababu wote sisi ni Watanzania. Lakini wananchi wa mkoa wa Tanga wanapewa upendeleo katika kuhakikisha kwamba wananufaika. Sawa sawa. Unakuongeza hapo, karibu. Asante ndugu mtangazaji. Katika swala la bandari ya Tanga inamsaidiaje mwanatanga, unaweza imeulizwa ile kama na watu watatu kutoka kuna baba Ikram wa Makorora na wengine Korogwe, kama alivyoweza mwenzangu wa TPA. Cha kwanza, kutokana na wale wageni wakuja kupata huduma katika bandari ya Tanga, madereva, wakala waondoshaji wa mizigo, wale waletaji wa mizigo hapa nchini, waagizaji, kwa wanakuja wanatumia vitu vyetu, vyakula, maradhi, nguo. Kwa hiyo hile imepelekea mzunguko mkubwa. Na katika hilo utaona hata sasa hivi biashara ya sehemu za kupata chakula, migahawa, imeongezeka. Kwa hiyo ni ishara moja hapo chanya ya jinsi sisi Wanatanga tunavyonufaika. Lakini pia hawa wakala wa ondoshaji wa mizigo, kama unavyofahamu ndugu mtangazaji, mawakala wengi wa ondoshaji wa mizigo wako Dar es Salaam, wameweka ngome kule Dar es Salaam. Ndio. Kwa hiyo walipokuja huku hawana watu wa kusimamia mizigo yao na kusaidia mizigo iweze kutoka bandarini. Kwa hiyo wamewaajiri aidha kwa vibarua vya muda ama vya moja kwa moja kuwafanya kazi zao ili mizigo yao ya huku Tanga wasimamie mpaka inavyotoka. Kwa hiyo wapo wamepata ajira, na mimi ushahidi nao, wapo kabisa. Wapo hao. Lakini pia hawa hawa mawakala wa utoaji wa mizigo, wengi wanasema maagent, mizigo, lakini wengi kwa lugha mtaani wanasema maagent. Sasa wale walikuwa hana huku ofisi, kwa wamekuja kutafuta ofisi. Kwa hiyo wakapanga, na kuna wafanyakazi wengine wamekuja kwa kapangishia nyumba. Ndio maana kuna msikilizaji mmoja hapo akasema faida hapo ameona kodi za nyumba kuongezeka, kwa sababu mahitaji yameongezeka, na mahitaji yakiongezeka bidhaa kitu moja kwa moja uwaga inapanda kidogo. Kwa hiyo ndio faida nyingine ya bandari ya Tanga. Lakini pia ujuzi. Kwa hiyo kuna vijana ambao wenzetu wa Tanga wameajiriwa na mamlaka ya bandari TPA kama vibarua, wakienda kule wanapata ujuzi. Kwa hiyo hilo nayo ni faida, na katika hilo kweli wameongezeka sasa hivi kutoka 6,000 mpaka 17,000 kwa mwezi. Kwa hiyo ni manufaa makubwa sana kwa matumizi ya bandari ya Tanga, na ni faida kubwa sana kwa bandari ya Tanga. Kwa hiyo mimi nashauri na kuomba Wanatanga tuendelee kuitunza bandari yetu, kuisemea vizuri, na kuendelea kuitangaza na kuitumia ili matunda tuweze kuyapata mengi zaidi na zaidi. Kuna mtu mmoja anaitwa Magati kutoka pande za Amboni, anasema masemi yanapaki sana barabarani. Mna mpango gani wa kuyatafutia parking, maana barabara ni ndogo? Yeye ameuliza hivi. Asante kwa ile watajibu pia, ila kwa
kwa uchache tu kwamba kuna parking ya serikali ipo Kange, lakini pia yale same trailer ambazo zinazopaki pale inapokuingia bandarini, kuna taratibu umewekwa ambapo kuna maaskari wapo, maaskari wa bandari wanasimamia usalama wa watumiaji wengine wa barabara ili wasipate madhara kutokana na ile foleni ambayo inatokana na kusubiri magari yaweze kuingia bandarini. Kwa hiyo hilo limewekwa kipaumbele sana kuangalia usalama wa watu na watumiaji wengine katika matumizi ya barabara na katika shughuli za bandari ili watu wote tunufaike kwa usawa. Asante. Sawa. Karibu sana. Asante. Kabla sijajibu swala la malori, lakini nilikuwa napenda kuongezea swala moja. Ndiyo. Ni kwamba kuna msikilizaji mmoja aliuliza kwamba je, watu wanaofanya shughuli za bandari wana taaluma zipi? Bandari ina shughuli mbalimbali. Ina shughuli mbalimbali, kwa hiyo hata taaluma pia nazo ni nyingi zinazotakiwa. Kuna wengine ni wasibu, kuna wengine madereva, kuna wengine mafundi, wahandisi, maopareta, na kazi mbalimbali. Kwa hiyo taaluma yoyote ile ambayo mtu anayo inaweza kutumika bandari, lakini zipo taratibu. Kwa mfano, sisi wafanyakazi wa bandari waajiriwa tuko chini ya serikali na serikali ndio inayosimamia ajira. Lakini wale wafanyakazi wa kutwa tunayo makampuni mawili, Aselix na Elite. Aselix hawa wanawasajili watu mbalimbali. Kwa hiyo bandari inapohitaji wafanyakazi wa kutwa kujazilizia yale maeneo ambayo wafanyakazi waajiriwa hawawezi, wanaenda pale, tunasema kwamba labda tunahitaji maopareta 10. Kwa hiyo katika database yao wanayo ile orodha. Unaona, labda madereva kadhaa kwenye data benki yao wanayo hiyo orodha. Kwa hiyo wanatupatia. Kwa hiyo tungependa kuhamasisha watu wakajisajili kwenye ama kampuni ili inapotokea uhitaji wa taaluma husika waweze kunufaika. Kwa kujibu swala la msongamano wa malori au malori kuegeshwa pembezoni mwa barabara, sisi kama wadau wa bandari katika zile forum zetu tumeliongelea hilo na tumeliona. Kwa hiyo kama alivyosema mwenzangu wa TRA, lipo eneo la kuegesha malori Kange. Kwa hiyo wale wanaokuja bandarini sasa hivi, manake unakuja kwa appointment, yani kwamba sasa we mzigo wako uje uchukue saa fulani. Kwa hiyo wewe uhitajiki kupaki tu lori lako barabarani au pembezoni mwa barabara. Kwa hiyo upo taratibu ambao pia tunashirikiana na mamlaka husika kama jeshi la polisi kuhakikisha kwamba barabara zetu hazina magari yanayoegeshwa ovyo ovyo. Na hata tulishawahi kuwa na vikao mbalimbali na wenye malori kuhakikisha kwamba hatusababishi adha kwa watumiaji wengine wa barabara. Lakini serikali kwa kuliona hilo kwamba kuna ongezeko la magari barabarani, kwa hiyo wanakuja na mradi wa kuongeza barabara kuanzia Tanga mjini mpaka Segera kuwa na barabara 2 za kuingia na 2 za kutoka. Lakini kwa kuanzia wale wenzetu wa TANROADS waliahidi kwamba kuna maeneo wataweka masikio barabarani ili kuhakikisha kwamba hasa zile sehemu ambazo zina minuko ili malori yaweze kupita pembeni na kuendelea na safari. Lakini pia kwa kuona baadaye kwamba inawezekana mkoa wa Tanga ukawa na msongamano mkubwa na magari yakawa yanapita katikati ya jiji kama ilivyo labda Dar es Salaam, wana mradi wa kupitisha barabara ya kutumiwa na malori kwa upande wa Amboni
kwenda kutokea maeneo ya Mkanyageni au karibu na Muheza, ili kuhakikisha kwamba hapa katikati ya mji hapana msongamano wa malori. Kwa hiyo sisi kama bandari tunashirikiana na serikali ya mkoa, lakini pia serikali kuu imeshapitisha miradi hiyo. Kwa hiyo ni swala tu la muda, lakini serikali imeshaliona na inalifanyia kazi. Asante kwa ufafanuzi mzuri sana. Lakini neno lako la mwisho kwa siku hii ya leo kwa wasikilizaji pamoja na wadau wote wa bandari. Asante ndugu mtangazaji. Kwanza sisi kwa niaba ya mwenzangu, japo na yeye ataongea, lakini tunashukuru sana kupata fursa hii ya kuweza kuongea masuala mbalimbali ya bandari kwa ajili ya wasikilizaji wetu, kwa ajili ya watumiaji mbalimbali wa bandari. Kwa hiyo kwa hilo tunawashukuru sana, tunaushukuru uongozi wa Radio Nuru kwa fursa hii ambayo sisi tumeipata. Lakini kwa watumiaji wa bandari, sisi tunataka kuambia kwamba bandari ya Tanga ipo tayari kuwahudumia. Kinachotakiwa wao waje tu, tutawahudumia. Lakini pia tunawasikiliza wateja. Kama mteja yoyote atakuwa na changamoto yoyote, tunazo nafasi mbalimbali za kuweza kuwasiliana na kuhakikisha kwamba changamoto ambayo mteja anapitia au inamtatiza katika kupata huduma za kibandari, basi yapo mawasiliano, badala ya kuendelea labda kunungunika au kusikitika. Sisi tunasema tuko tayari kumsikiliza mteja, na muda wowote mawasiliano yetu yapo. Na wale ambao wanatumia bandari yetu ya Tanga wanaona kabisa kwamba wakitatizika na changamoto yoyote, sisi tuko tayari kuwahudumia, kuwasikiliza na kuhakikisha changamoto ile inatoka au inatatuliwa. Lakini pia tunayo forum ya kila mwezi wadau wa bandari kuongelea changamoto zinazowakabili wateja wetu, ili kuhakikisha mteja anayetumia bandari ya Tanga anapata huduma bora na inayotakiwa, ili kesho au kesho kutwa aweze kurudi tena. Asitumie bandari yetu mara moja tu na kuondoka. Si tunataka mteja anayetumia bandari ya Tanga arudi tena na tena. Kwa hiyo sisi wadau wa bandari, taasisi za serikali na taasisi binafsi, tunayo forum ya kila mwezi kuongea. Kama kuna taasisi yoyote inamkwamisha mteja, basi tunahakikisha kwamba changamoto ile inatatuliwa. Kwa hiyo tunawakaribisha wateja au watu mbalimbali watumie bandari yetu ya Tanga, na sisi tuko tayari kuwahudumia. Asante sana. Asante sana. Kwako? Asante. No. Kwanza tunashukuru uongozi wa Radio Nuru pamoja na mtangazaji. Asante kwa kutupa nafasi kuweza kuongea na wadau wetu kwa kupitia radio. Tunashukuru sana. Asante sana. Pili, tunashukuru kwa serikali katika uwekezaji uliofanya kwenye bandari ya Tanga, kwa maana ya miundombinu, vifaa na watumishi, kwa maana ya kwamba kwa TPA na TRA pia, kwa sababu TRA kuna wafanyakazi wameajiriwa wapya, wameongezeka. Kwa tunashukuru kwa uwekezaji huo. Tatu, tunashukuru kwa wadau wetu wakubwa, walipa kodi wetu. Tunashukuru sana kwa sababu nchi hii inajengwa kwa kodi zetu. Kwa hiyo tunashukuru sana, tunaomba muendelee kulipa kodi kwa hiari. Kwa wale wateja wetu wanatumia bandari ya Tanga, tunashukuru pia, tunaomba waendelee kutumia bandari ya Tanga kwa sababu tumejipanga vizuri na tuendelee kujipanga, na kama hivyo ulisikia mwenzangu kutoka TPA, kuna mpango wa kuweza kutengeneza gati maalum kwa ajili ya makasha. Kwa hiyo yote ni katika namna kufikia mahitaji ya mteja akitoka